Kipindi kifuatacho kimegharamiwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries. Sasa sote tuna hema zetu. Jameni, tunatumia muda mwingi sana ndani ya hema hizi. Tusipotoka nje na kutazama kitu kingine, tunakaa kana kwamba ndiyo, ahadi za Mungu zitatimia kwangu. Yote ninayoyaona ni nepi na vyombo chafu na mwanaume aliyenioa na kitambi sasa na ameanza kupoteza nywele zake, na nimechoshwa na hili na nimechoshwa na lile, hatuna pesa zozote na gari limeharibika, na ndiyo, najaribu kuamini ahadi za Mungu hazitawahi kutimia kwangu. Na Mungu anasema, ondoka kwenye hema hiyo. Wow! Pengine kuna matumaini kwangu hatimaye. Na mnajua mlichokifanya wikendi hii, jambo ambalo ni zuri sana kwetu. Mmeondoka kutoka kwenye hema zenu. Mmeondoka kwenye hema zenu wikendi hii na mnatazama na mnasikiza hadithi za ajabu na mnasikiza mahubiri mazuri na mnaabudu Mungu na mnatangamana na watu wengine teule wenye upako, na ninataka kuwaambia, lazima utahadhari sana kuhusu kuchukua muda mwingi ndani ya hema yako ukitubulia macho hali yako na shida zako, kwa sababu ukifanya hivyo utapoteza matumaini yako na hutaweza kuamini kuwa Mungu atakutendea. Hebu nikueleze, ikiwa nyumbani kwenu wewe peke yake ndiye uliyeokoka, unapaswa kuhakikisha kuwa una marafiki wa Kristo waliojazwa na Roho Mtakatifu ambao watakuhimiza na kukujenga, na uhakikishe kuwa unachukua muda wako na kukaa pamoja nao. Je, umenisikia? Usitazame kipindi changu wakati mwingine tu unapokiona kwa bahati na una muda. Hakikisha kuwa umetazama kila siku chakula cha kiroho unachohitaji kwa siku hiyo, na si kipindi changu tu, lakini cha yeyote atakayekufurahisha. Unazamia kwenye neno hilo, unatoka kwenye hema yako. Unaweza kutazama Bili kwa muda mrefu kiasi cha kukutia kichaa. Napenda hiyo. Nilisoma hayo kwa miaka mingi na sikujua maana yake. Alitoka nje ya hema yake. Wow! Ndiyo, kweli Mungu ni mkuu. Anaweza kunitendea. Warumi 4:18. Abrahamu yuko kama sisi tu, alikuwa mtu aliyetaka kitu. Alilazimika kustahimili, alilazimika kungoja kwa uvumilivu, alilazimika kungoja kwa muda mrefu. Na alipokuwa akifanya hivyo, alilazimika kutoka nje ya hema yake mara moja ili kupata maono mapya. Kwa Abrahamu aliamini na kutumaini ingawa hali ilikuwa bila matumaini. Napenda maandiko haya. Alizidi kuwa na matumaini katika imani. Ni wangapi wenu ambao kwa hakika hawana sababu yote ya kuendelea kuwa na matumaini katika hali ya kawaida? Yaani kila kitu tunachotazama ni kana kwamba hili haliwezekani. Kama haliwezekani. Ndiyo maana Mungu alikuondoa kwenye hema yako wikendi hii ili akwambie si lazima uwe na sababu ya kutumaini, kwa sababu tumaini letu halitegemei sababu, linamtegemea Mungu mwenye matumaini. Amen. Sababu zote za kibinadamu kwa Abrahamu aliamini na kutumaini ingawa hali yenyewe ilikuwa bila matumaini, na hivyo amekuwa baba mataifa mengi kama maandiko matakatifu yasemavyo. Hakuwa mnyonge katika imani alipozingatia udhaifu wa mwili wake. Ni lazima uelewe umri aliyokuwa nao Abrahamu na umri aliyokuwa nao Sarai, na hakuna chochote kilichokuwa kinafanikiwa. Na ninakwambia ikiwa angeendelea kukaa katika hema yake, pengine walikuwa na kioo pale ndani, sijui. Na wajua, anajitazama na kumtazama Sarai na kujaribu kuamini kuwa siku moja atapata mtoto, na anafikiria hapana, haiwezekani. Yaani, ninayoona kwako ni kunyauka kwa ngozi na hakuna kinachotendeka hapa. Na Mungu akasema, toka kwenye hema hiyo na utazame mbinguni na uamini kuwa ninaweza kufanya chochote ninachokwambia kuwa nitakifanya. Ukitazama hali yako kwa muda mrefu sana, uko taabani. Ukijitazama kwa muda mrefu sana, uko taabani. Ukitazama unyonge wako kwa muda mrefu sana, uko taabani. Kutazama upande mwingine kando na mambo hayo kutakuelekeza kwa Yesu ambaye ndiye alianzisha imani yako na ndiye atakayeikamilisha. Sikufahamu kitu ambacho ningefanya jana jioni, lakini Mungu alijua
na nikaamua kufanya, na Mungu akajitokeza. Na hivyo ndivyo nilivyoishi maisha yangu kwa miaka 35 iliyopita, na unaweza kufanya vivyo hivyo. Ndiyo, sijui kuwa Joyce Meyer ni nini. Si tofauti na kuhisi wewe ni Suzy Jones au John Brown au yeyote yule. Sisi ni watu tu kama ulivyo, na Mungu hututumia, na atafanya vivyo hivyo kwako. Hata hali hiyo ikiwa bila matumaini, Abrahamu aliendelea kuwa na matumaini na imani. Abrahamu hakupuuza hali yake. Aliiona, alijua umri wake, alijua umri wa Sarai, alijua kuwa ahadi ya Mungu ilikuwa haiwezekani. Lakini pengine alikumbuka mambo ya ajabu aliyoyafanya Mungu awali, na pengine kama tunavyofanya sisi, Abrahamu aliamua tu kuwa atakuwa mfungwa wa matumaini. Ne. Nitakuwa mpumbavu na matumaini yangu. Sitajali kwamba haina maana yoyote kuwa na matumaini. Nitatumaini, nitaamini, na nitakuwa na imani, na nitaamua kushikilia ahadi za Mungu. Tazama, hujatambua yale unayoweza kufanya, na baadhi yenu hamtatambua kamwe ikiwa hamtasikiza yale inayowaambia dhuhuri ya leo na kusema nitaamua kujitokeza na kugundua. Sawa, lakini je, nikifanya makosa? Ndiyo, haitakuwa mwisho wa dunia. Na nikimkosa Mungu, Mungu atakupata. Ni muhimu sana kuelewa nafsi yako na jinsi inavyofanya kazi. Hebu niseme tena kwamba watu wengi huishi katika nafsi, akili, matakwa na hisia. Ninaweza kufundisha kuhusu jambo hili kwa miaka 100 ijayo na watu watazidi kulihitaji. Nafikiri, nataka, nahisi. Nafikiri, nataka, nahisi, nafikiri, nafikiri, nataka. Wewe wasikize watu tu, kila wakati watakwambia wanachofikiria. Nafikiri, hebu nikwambie nachofikiri. Nafikiri. Ndiyo, nataka, ndiyo Mungu nataka, ndiyo Mungu nataka, ndiyo Mungu nahisi, Mungu nahisi. Mungu anachotaka kusikia tukisema ni Mungu, mapenzi yako yafanyike. Sasa, sitaki kusema kwa ufidhuli. Wajua, pengine nisisikike kwa mkali, sitaki kuumiza hisia za mtu yeyote, lakini wajua nini? Kwa kweli haijalishi tunavyofikiria. Yaani, ukweli mtupu ni kuwa haijalishi. Kilicho muhimu ni kinachosemwa na neno la Mungu, sio tunachofikiri, na sharti tujifunze kutofikiria kuhusu mambo fulani. Tunafikiria mambo kupita kiasi. Wacha kujiuliza unavyohisi na unavyofikiri na unachotaka, na ujifunze kuishi maisha ya kina zaidi. Zamia ndani kiasi na useme, Mungu wajua, sifikiri kuwa kwa kweli kuna umuhimu wowote kwa yale ninayohisi au nayofikiria au hata nayotaka. Sio kwamba Mungu hajalishi na mambo hayo katika maisha yako, lakini jiulize nini kingetokea hapo Yesu alipokuwa Getsemane akijitayarisha kusulubiwa. Angeanza kumwambia Mungu kuhusu yale aliyokuwa anafikiria, aliyotaka na alivyohisi? Jameni, tuyawazie pamoja. Wewe huishi kwa fikra zako kwa kiasi gani? Na isitoshe unawapigia marafiki zako simu na kuwauliza wanavyofikiria, jambo ambalo ni zuri sana. Na kusema ukweli, wewe huishi kwa hisia zako kwa kiasi gani? Sio kwamba tusifanye baadhi ya mambo tunayohisi, lakini ikiwa hisia zetu zitakuja baina yetu na Mungu, basi Mungu anastahili kupewa nafasi ya kwanza na hisia zetu kuwekwa kando. Wathesalonike wa kwanza 5:8 inasema kuwa tunapaswa kuvaa tumaini letu la wokovu kama kofia ya chuma. Unafikiria vipi? Hebu na tuangalie Thesalonike wa kwanza 5:8. Si kawaida yangu kuharibu nywele yangu kwa ajili ya watu. Unapaswa kuthamini jambo hili. Ni ajabu kweli.
Lakini sisi si watu wa mchana na tunapaswa kuwa na kiasi. Tunapaswa kuvaa imani na upendo kama vazi la kujikinga kifuani na tumaini letu la wokovu kama kofia ya chuma. Naam, baadhi yenu mmevaa kofia isiyofaa. Mmevaa kofia isiyo ya matumaini. Ni vyema ubadilishe kofia siku ya leo. Vaa kofia ya chuma ambayo ni matumaini. Ni vyema uanze kuwa na fikra zilizojaa tumaini. Ikiwa Mungu anaweza kumtendea mwingine, anaweza kukutendea pia. Haijalishi itachukua muda gani, sitaacha kusubiri na sitakufa moyo. Abrahamu alingoja kwa muda mrefu na akastahimili kwa uvumilivu. Na ninaweza kungoja pia. Na ninaweza kufurahia ninapongoja. Na hata kama niko katika uhusiano na mtu ambaye nahisi kama ataniudhi sana, ninaweza kufurahia maisha yangu katika hali hiyo, kwa sababu hakuna mwingine aliye na udhibiti wa furaha yangu isipokuwa mimi. Na nitajitokeza na Mungu atanitumia na nitashangazwa sana. Warumi 8:5-7. Maana wale wanaoishi kufuatana na matakwa ya mwili hutawaliwa na fikira za mwili. Ikiwa utawaza keki ya chokoleti kwa muda mrefu sana, utalazimika kutafuta moja. Akili inakokwenda, huko ndiko anakokwenda mtu. Ikiwa unafikiria kuhusu alichokutendea mtu aliyekuumiza, unapomwona mtu huyo, inawezekana sana kuwa hutaweza kumwonyesha upendo wowote. Tahadhari sana kuhusu yale unayoyafikiria. Nimesema tahadhari sana kuhusu yale unayoyafikiria. Tahadhari sana kuhusu yale unayoyafikiria unapoamka asubuhi. Tahadhari sana kuhusu yale unayoyafikiria unapokuwa bafuni. Tahadhari sana kuhusu yale unayoyafikiria unapoelekea kazini. Haya ni maisha yako ya kibinafsi. Hiyo ndio sehemu ambayo ni wewe peke yake na Mungu mnaojua juu yake, na hapo ndipo unastahili kuishi maisha ya utakatifu. Hapa ndipo unapaswa kufanya kinachofaa wakati hakuna anayetazama isipokuwa Mungu. Je, mnanielewa? Mimi sijali sana kuhusu jinsi ulivyopigia mstari vifungu vya maandiko katika Biblia yako. Unaweza kuigeuza ikawa kitabu cha kupaka rangi. Usipoweka akili yako inavyofaa, hutafanikiwa. Unapohisi kana kwamba utarukwa na akili, mgeukie Yesu. Hebu na turejelee maandiko hayo tena. Maana wale wanaoishi kufuatana na matakwa ya mwili hutawaliwa na fikira za mwili, lakini wale wanaoishi kufuatana na matakwa ya Roho Mtakatifu hutawaliwa na fikira za kiroho. Ni vyema ufikirie sana kuhusu Mungu. Hiyo ndio sababu nilisema jana jioni jinsi ilivyo muhimu kufikiri kuhusu mambo ambayo Mungu amekufanyia. Sio tu kufikiria kila kitu usichokuwa nacho, bali kila kitu ulicho nacho. Mungu ni mwema kwetu. Tazama yale anayofanya, sio yale asiyofanya. Hebu na tuendelee na maandiko tafadhali. Fikira za mwili, ninapenda sehemu hii. Hii ina maana ya kutafuta maana na sababu bila kuhusisha Roho Mtakatifu. Unajua jinsi tunavyopenda kutafuta jawabu wenyewe hata kama ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Mungu hasemi kuwa tusitumie matinki yoyote, lakini anataka tufanye hivyo ndani ya Roho Mtakatifu. Sio pasi na Roho Mtakatifu. Punde tu unapoanza kuishi kulingana na fikra zako bila kumhusisha Mungu, bila shaka tutakuwa taabani, kwa sababu ninaweza kukwambia kwamba mambo mengi ambayo Mungu huyafanya hayaeleweki. Hebu nikwambie jambo, ikiwa utashirikiana na Mungu kikamilifu, itakubidi kugundua pia kwamba utahukumiwa na kusutwa na baadhi ya watu, kwa sababu hayo ndiyo tu yatakayofanyika. Na wajua, nikimruhusu Mungu kufanya mapenzi yake, huenda nikafungwa nje ya makundi fulani, lakini Bwana asifiwe, niko katika kundi linalonifaa la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ninaweza kujitokeza na kusema kuwa mambo mengi ambayo Mungu anataka uyafanye huenda yasiwe na maana kwako, lakini ukizamia ndani zaidi, utoke kwenye fikra zako. Toka kwenye fikira zako.
Wacha kuishi kwa kuongozwa na fikra zako. Wacha kujiuliza sana unavyofikiria na ujaribu kutambua anavyofikiria Mungu. Tumia akili ya Mungu kufanya mambo, sio akili yako mwenyewe. Wacha kuishi kulingana na hisia zako kila wakati. Ndiyo, nahisi, sihisi. Hebu tutazama Warumi 8:12 na 13. Ninapenda maandiko haya sana. Warumi 8:12 na 13. Warumi 8:12 na 13. Hivyo basi, ndugu zangu, tunalo jukumu, lakini si la kuishi kufuatana na maumbile ya kibinadamu. Je, unaelewa hilo? Huna deni lolote kwa mwili wako. Sio jukumu lako kufurahisha. Jamani, wakati mwingine hisia zako zinapojaribu kukutawala, ziambie tu kuwa sina deni lolote lako, si lazima nikufurahishe. Wewe endelea ufanye utakavyoweza. Leo sikulishi. Na unajua nini kinachotokea usipolisha hisia zako? Zinakuwa dhaifu muda baada ya muda, na baada ya muda mfupi haziwezi kukudhibiti tena. Je, unajua tunavyozilisha? Kwa kufuata matakwa yake. Lakini tazama, hatupendi kukaa bila faraja. Kwa hivyo mwili wako usipopata matakwa yake, unakosa faraja kwa muda fulani, unakosa unayotaka. Jamani, nyote mnajua hivyo. Ni wangapi katini walio na mtoto mchanga na umemtazama akighadhabika anapokosa kupata matarajio yake? Sasa mwili huwa vivyo hivyo. Je, unajua nilichukua siku ngapi nikifanya hivyo? Ningeenda ndani kabisa ya nyumba kadri nilivyoweza, ndani ya bafu iliyo mbali na ndogo zaidi kwenye nyumba, na kuketi sakafuni mbele ya bakuli la choo, sehemu hiyo tu kwenye nyumba nzima. Wajua, ikiwa utadhalilika sana, pengine utalazimika kukaa kwenye sehemu dhalili sana unayoweza kuwa. Sehemu dhalili sana kwenye nyumba. Ikiwa utadhalilika, dhalilika kabisa. Fikiria tu mawazo haya yasiyo na matumaini. Hakuna chochote kizuri kitendekacho kwangu. Mimi hufanya kazi wiki nzima. Dave huenda kutembea na watu wengine na mimi husalia hapa na hawa watoto kila mara. Kisha nakuja nyumbani na kutazama kandanda, kisha nalala. Wikendi anacheza golfu. Mimi husafisha na kusafisha na kupika na kusafisha na kulipa bili na kuhesabu pesa na kupika na kusafisha na kupika na kusafisha. Hebu nikwambie, nilikuwa mtu aliyehitaji sana kutoka kwenye hema yangu. Unajua jinsi mwili ulivyo. Ni wangapi kati yenu ambao wangependa kutupilia mbali hafla ya kujidhalilisha? Je, ninaweza kupanga uwe na muda kufunga kwa mwaka mmoja kwa ajili hiyo? Jamani, utafunga mwaka ujao kwa ajili ya kujidhalilisha huko? Kuna yeyote aliye tayari? Sasa hutaki kukubali haraka, kwa sababu mara tu ufanyapo hivyo utashambuliwa kwa sababu ya jambo hilo. Nililazimika kuacha kabisa kujidhalilisha kwa sababu Mungu alisema unaweza kuwa dhalili au mwenye nguvu, lakini huwezi kuwa na hali hizo kwa wakati mmoja. Chagua. Amen. Nafikiri tunakaribia hapo. Tazama, tulikuwa na kanuni nyingi za kiajabu wikendi hii, na ninajaribu sana kukuonyesha namna ya kwenda nyumbani na kutumia kanuni hizo kwenye maisha yako halisi ya kila siku, kwa sababu hapo ndipo tunapaswa kuwa wa kimungu. Katika maisha yetu ya kila siku, kwenye duka la vyakula, sokoni, barabarani, kazini, shuleni, kwa majirani. Kila mtu huwa na tabia nzuri kanisani. Ndiyo, Bwana asifiwe dada, utukufu kwa Mungu. Haleluya. Asante Yesu. Sasa sikiza. Kuwa mtu wa kweli. Maisha yanaweza kuwa na changamoto, yanaweza kuwa magumu. Mambo ambayo hatuyatarajii hutendeka. Inaweza kuwa changamoto kubwa kumcha Mungu katika ulimwengu huu wenye uasi. Wakati mwingine kuna upweke unapokuwa mtu pekee anayejaribu kumwamini Mungu. Inaweza kuwa changamoto kuwa mvumilivu, mwenye upendo, mkarimu, mnyenyekevu, mpole na mwenye huruma, aghalabu inapokuwa na watu wasiokutendea haki. Inaweza kuwa changamoto kutokuwa na uzito wa mwili kupita kiasi katika jamii iliyoathirika na kupenda sana chakula.
Inaweza kuwa changamoto kuepuka kuwa na deni katika jamii inayopenda sana mali. Inaweza kuwa changamoto kustahimili watu wanaochukiza na kuwasamehe mara kwa mara kwa mara kwa mara. Lakini habari njema ni kwamba tumeteuliwa kwa ajili ya mambo magumu. Unaweza kufanya hayo. Unaweza kwenda nyumbani na kuwa thabiti. Unaweza kwenda nyumbani na kuwa na furaha kama ulivyo hapa. Hamwamini? Nimesema umeona hiyo? Wajua, nitafurahia siku yangu kesho kama nilivyofurahia siku ya leo. Sasa inaweza kuwa kwa namna tofauti, lakini nitaifurahia tu kama nilivyoifurahia hii. Utafikia lini kufurahia maisha yako yote na sio tu nyakati ambazo kuna mambo mazuri ambayo ni nadra? Jamani, Mungu ana mpango wa ajabu kwa ajili ya maisha yako. Yaani ni kweli mpango wa ajabu, huenda usiamini. Mungu anakupenda. Anakupenda bila masharti. Unahitaji kujipenda. Unahitaji kuwafikia watu walio karibu nawe na uwaonyeshe tumaini. Sisi ndiyo nuru katika ulimwengu wenye giza. Na ndiyo, kutakuwa na nyakati ngumu na kutakuwa na mashambulio. Lakini unajua nini? Unapokuwa katika hali hiyo kwa muda wa kutosha, unasema sawa Mungu, nataka kutoka hapa ndani ya hema ili nifanywe upya. Unatoka kwenye hema yako. Bwana sifiwe. Vaa kofia yako ya chuma ambayo ni tumaini. Haijalishi chochote. Sipendezi sana vile nikivaa kofia, lakini hivyo ndivyo ilivyo. Deva alisema ivalie kofia nyuma kidogo ili watu waone nywele zako za sehemu za mbele ya kichwa. Nikasema hapana, nataka ionekane vibaya. Shikilia nanga yako. Na shetani anapokuja dhidi yako, kitu ambacho atajaribu kufanya kila mara nini? Najua cha kufanya, najua pa kuenda. Nye, 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 nye. Ni wakati wetu wa kuharibu akili ya shetani. Shikilia nanga yako ya tumaini. Vaa wokovu kama kofia yako ya chuma. Kaa kwenye jela yako ya matumaini na utakuwa mshindi maishani. Amen. Ninawapenda nyote. Gharama za kipindi hiki zimelipwa na marafiki na wabia wa Joyce Meyer Ministries.